Darud TV, pamoja tuzipandishe imani zetu. Waalaikumsalam. Swali langu lipo kwenye mada ila linaweza lika nje kidogo ya mada ila lipo ndani ya mada. Ningependa kufahamu kupitia dhehebu la Shia, kwa nini mwezi huu wanaunyenyekea sana au wanaumia sana kwenye mwezi wa Muharram? Swali zuri sana kwamba kwa nini Mashia huwa wananyenyekea sana au wanaumia sana katika mwezi wa Muharram. Katika mwezi wa Muharram kuna siku inaitwa Yaumu Ashura. Yaumu Ashura ni siku ambayo Banu Israil, Mayahudi walikuwa wakifunga pale katika mji wa Madina na kusherehekea ushindi walioupata Banu Israil kutoka katika mikono ya Firaun kwa Musa alipokuwa amekimbia nao. Ushindi walioupata wao walikuwa wanasherehekea, kwa hiyo wakawa wanafunga ile siku. Kwa hiyo walikuta pale Musa wao Mayahudi wakiwa wanafunga pale Madina. Kwa hiyo Mtume naye akaamrisha watu wafunge kutokana na tukio kama hilo la wale Banu Israili ambao walikuwa wakikumbuka siku hiyo ambao walitoka katika mikono ya Firaun. Kwa Mtume akaamrisha na watu wao wafunge Yaumu Ashura. Lakini Mashia wao kwa nini wanahuzunika? Wanahuzunika kwa sababu wao tarehe kama hiyo ndio tarehe ambayo aliuawa Sayyiduna Hussein. Aliuawa Hussein. Sawa? Kwa hiyo wao wanahuzunikia kifo cha mjukuu wa Mtume Muhammad. Ndio maana unaona wao unakuwa ni mwezi wa huzuni kwao, kwa sababu wanaamini Hussein alikufa aliyakuwa amedhulumiwa. Na Hussein aliuawa na Yazid ibn Muawiya. Yazid ibn Muawiya ambaye ni mtoto wa Muawiya ibn Abi Sufyan. Fahamu masahaba kwa masahaba waliuana. Nafahamu baada ya Mtume kufariki kulitokea fitna kubwa. Kwa sababu wakati wa khilafa yani lipo kundi ambalo lilikuwa linaamini, ambao ndo Mashia wanaamini baada ya Mtume kufariki khilafa inatakiwa ibakie katika nyumba ya Mtume, kwamba Ali bin Abi Talib ndio itakiwa awe khalifa. Na wenyewe wanasema katika hijjatul wadaa, wakati Mtume anatoka kufanya hija, alipofika sehemu panaitwa Ghadir Khum, katika bonde laitwa Ghadir, kwamba Mtume alisimama akambai. Mtume alisimama pale akambai Ali, akamshika mkono kwamba Ali, kwamba huyu ndo atakuwa khalifa baada ya mimi kuondoka. Wao wanasema hivyo Mashia. Kwa hiyo wanasema baada ya Mtume kufariki ilibidi khalifa awe nani? Awe Ali. Lakini baadaye Mtume baada ya kufariki masahaba wakatoka wakaenda Saqifatu Banu Sa'ida, wakaenda wakafanya kura kwamba nani awe khalifa baada yetu sisi. Baadhi ya muhajirin na ansari wakasema sisi bwana, miongoni mwetu atokea amiri, mawaziri. Baadaye akapatikana khalifa kuwa na Abubakar. Sawa? Baadhi ya watu wakapinga lile jambo. Baadaye khilafa ya Abubakar ilipoondoka kaja khilafa ya Umar. Sawa? Khilafa ya Umar ilipokuja kaja khilafa ya Uthman. Sawa? Khilafa ya Uthman na yenyewe ikawa na utata, kwa sababu Uthman aliuawa akiwa yupo ndani ya ikulu useme. Sawa, yani analindwa lakini bado akauawa ndani. Kwa hiyo ikaonekana kama ni fitna iliyozuka kwamba Uthmani kauawa na baadhi ya masahaba. Baada ya kuuawa Uthmani akaja Ali bin Abi Talib. Alipokuja Ali bin Abi Talib, kuna baadhi ya watu wakakataa kula bai'a. Mmoja wapo ni Muawiya bin Abi Sufyan ambaye ni sahaba wa Mtume Muhammad. Akakataa kula bai'a, kiapo cha utii kwa Ali, kwamba mimi siwezi kula kiapo cha utii kwako mpaka utubainishie nani alomuua Uthmani. Kwa sababu baadhi ya masahaba wakasema inawezekana alomuua Uthmani ni kundi katika kundi la Ali, lengo Ali awe nani? Awe khalifa. Kwa hiyo Muawiya akakataa kula kiapo cha utii kwa Ali bin Abi Talib mpaka aseme ni nani alomuua Uthmani, ili watakapopatikana kisasi kiweze kufanyika kwamba na wao wauawe waliofanya lile tukio. Kukawa na makundi. Sawa? Kuna kundi la Muawiya, kuna kundi la Ali. Na wakati huo mama Aisha naye akawa ametoka amekwenda kuishi Makka. Mama Aisha naye akatoka amekwenda kuishi Makka, na mama Aisha naye akawa na kundi lake liko Makka. Kwa hiyo pakawa fimbo msagulano. Kuna kundi la Muawiya, kuna kundi la mama Aisha, kuna kundi la muunga mkono Ali. Sasa tuko pamoja. Baada ya hapo vikapiganwa vita viwili vilipiganwa. Kuna vita vinaitwa Ghazwa Siffin. Sawa, kuna vita vya Siffin, walipigana Waislamu wakafa masahaba 1030.
yani masahaba kama masahaba waliuana hivi 30. Alafu kuna ghazwat Jamal, kuna vita vya ngamia vinaitwa, walikufa masahaba 15,000 wenyewe kwa wenyewe walikuwa wanauana. Yani kundi la Ali lapigana na kundi la mama Aisha, kundi la Ali lapigana na Muawiya bin Abi Sufyan. Kwa vizuri na hapo ndipo lilipokuja kutokea kundi la Maibadhi, kwa sababu kundi la Maibadhi limetokana kwenye kundi la Ali bin Abi Talib ambao ndo Mashia wanajiita. Wale Maibadhi walimshauri Ali kwamba apigane vita na mama Aisha. Ali akasema kwamba siwezi kupigana vita na mama Aisha. Akamwambia hapana, wewe ukikubali kuingia nao mkataba au kwamba hakuna vita watatuvizia, watatuua. Ali akasema hapana. Kwa hiyo kuna baadhi ya kundi likamkhalifu Ali kwa sababu alikuwa amekataa ushauri wao, wakajitenga wakaondoka kuelekea upande wa Yemen. Wakatoka wakaelekea upande wa Yemen, likapatikana kundi la Maibadhi. Hao waliobakia na Ali ndio wakawa ni Mashia, wakabakia kuwa ni Mashia sasa. Kwa hiyo hao wakaenda wakapigana vita, wakauana na nini. Kwa hiyo hapo ndipo ilipotokea fimbo msagulano hapo. Baadaye Ali naye akaja khilafa yake ikaondoka. Ilipoondoka khilafa ya Ali sasa, ndipo hapo mwanawe sasa Husaini, baada ya kuuawa Ali bin Abi Talib, ndipo hapo Husaini sasa akaona kama vile baba yake naye amefanyaje, amedhulumiwa. Kwa hiyo akasema anataka kutoka kwenda kulipa kisasi. Kwa nani? Kwa Muawiya bin Abi Sufyan, ambapo kule kulikuwa na mtoto wa Yazid bin Muawiya, kwenda kulipa kisasi. Kwa alipotoka huku kuelekea Iraq, ndipo alipokwenda kuuawa Husaini sasa. Sababu alipofika kule akakutana kina Yazid bin Muawiya, wakaenda wakamua sehemu anapita Karbala, Iraq. Kwa hiyo aliuawa Husaini mjukuu wa Mtume na kundi la Muawiya, Yazid bin Muawiya. Ndio maana Mashia wao wanakuwa wanasema mwezi mwezi wa huzuni kwa sababu aliuawa mjukuu wa Mtume. Kwa hiyo hivyo ndivyo kisa chake. Kisa ni kirefu, historia ni ndefu, lakini nimekupa bila ikhtisari kuelewa kwa nini Mashia wanahuzunika na fitna ilikuwaje hapo kati baada ya Mtume kufariki. Na shukran. Karibu. Umetutajia mwaka mpya huu umeingia mwezi Muharram, mwaka tarehe nasema 1447. Lakini katika maelezo yako umetuambia tarehe hii imeanzishwa waasisiwa kipindi cha khalifa wa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Kwa maana ukiona Mtume alivyotoka, Mtume sallallahu alaihi wasallam amehama Maka kwenda Madina, ameishi Madina miaka 10. Ndiyo. Baada yake akaja Abu Bakar miaka 2. Kwa hiyo inakuwa miaka 12. Omar alitawala miaka 10. Kwa hiyo tukihesabu katika kalenda hii kutakuwa kuna muda umepungua, sema kwa sababu walianza katika makubaliano, lakini kuna miaka hii ya nyuma umeiondoa. Ndio. Umeiondoa. Ukiweka na hii itakuwa karibia tunakwenda katika miaka 60. Kwa 1460. Kwa hiyo ni mwaka ambao ni wa makubaliano tu. Lakini swali langu jingine, ili sio swali, ni maelezo tu, katika sala la Mashia. Nasema alivyouawa Omar Uthmani, Ali alihamisha ukhalifa wake akaupeleka Kufa, Iraq. Kwa hiyo katika kipindi chake cha utawala wake alikuwa yuko Iraq. Na Muawiya alikuwa yuko Damascus, Syria. Lakini katika watu wanaposema khilafa wanataja khilafa za maswahaba 4. Baadaye baada ya kufa Ali hawamtaji Muawiya kama na yeye ni khalifa, kwa sababu aliwahi kuwa ni khalifa, na Muawiya anapingwa sana na Mashia. Yani katika maswahaba wanaopingwa kwa nguvu kubwa, ukimwacha Abu Bakar, Omar na Muawiya wanampinga. Na hata sisi ambao ni ahli sunna wal jamaa hatuhitaji ukhalifa sana kutilia nguvu ukhalifa wa Muawiya, kwa sababu baada ya Muawiya alikuwa ni khalifa, baada ya Muawiya akaja Yazid ambaye ni mwanae. Baada ya Yazid akaja Abdullah ibn Zubair, nafikiri mtoto wa sahaba Zubair, na pia aliuawa sababu matatizo yalikuwa makubwa. Swali langu la msingi, kwa nini ukhalifa sisi Ahlus-Sunna wal-Jamaa wa Muawiya hatutilii nguvu au hatutambui? Tarehe haitambui. Darud TV, pamoja tuzipandishe imani zetu.